Jamii imekumbushwa kufuata sheria, mila na tamaduni za nchi wakati wote, haswa wanapofurahia sherehe za aina yoyote. Kama mjuavyo, sherehe hizi za kufunga mwaka usipoziwekea ulinzi mzuri, usimamizi mzuri, unakuwa na uwezekano mkubwa. Ushauri huo umetolewa na kamishna msaidizi mwandamizi ambaye pia ni kamanda polisi mkoa wa Kusini Unguja, Afande Daniel Shila, alipozungumza na waandishi wa habari hapo ofisini kwake Tunguu. Amesema jeshi la polisi kwa kushirikiana na Baraza la Sanaa Zanzibar wameamua kufanya doria maalumu kwenye mikusanyiko ya watu wenye visingizio vya sherehe baada ya kupata malalamiko ya vitendo visivyo na maadili kufanywa ndani ya mikusanyiko hiyo. Kama mjuavyo, sisi kama Wazanzibari na maadili ya Kizanzibari ambayo serikali ina wajibu wa kusimamia maadili hayo. Sasa miongoni mwa maadili ambayo yamekuwa yakifanyika ni shughuli za muziki ambayo haizingatii sheria. Kumekuwa na matamasha mengi lakini ambayo hayazingatii sheria. Sasa sisi kama jeshi la polisi kwa kushirikiana na wadau wa usafirishaji ambayo ni mamlaka ya usafirishaji hapa Zanzibar na Baraza la Sanaa hapa Zanzibar, tumeshirikiana jana na tumefaini baadhi ya uvunjifu huo wa sheria ambao kwa kweli umekuwa ni kero kwa sababu kumekuwa na makundi makubwa ya vijana wanakodi magari, wanakwenda kufanya shughuli ambazo hazina vibali. Kwa mfano, kwa jana walikodi magari mawili makubwa, malori, wamebeba watu wengi, wamening'inia mle kwa njia za hatari kabisa, wakisema wanaenda kwenye kucheza mpira, lakini mpira ambao ulichezwa kama dakika 10 tu ukaisha, yakaanza mambo mengine. Wakafunga barabara za umma, wanapiga muziki mkubwa, wanafunga barabara kabisa, watu wanashindwa kupita, magari yanashindwa kupita, shughuli zote zinasimama, vijana hawa wanapiga muziki barabarani. Kwa hiyo jeshi la polisi kwa kushirikiana na mamlaka ya usafirishaji Zanzibar na Baraza la Sanaa tumeenda tukakamata malori mawili ambayo kimsingi tumeshikilia madereva hayo malori na malori yale na vyombo vya muziki vile. Nao maafisa kutoka Baraza la Sanaa Zanzibar wamewashauri vijana kujiepusha na matendo yanayotia doa mila na silka za Mwafrika na kufanya matendo ya kashfa hadharani, kwani kufanya hivyo ni kutengeneza taifa lijalo lisilo na maadili. Wanawake, tazameni hili gari lina watu wangapi? Wanaume wamekushuka, wamekuacheni nyinyi wanawake. Jisabuni nyinyi wenyewe, hamfiki 50 humo. Mnapita zaidi ya 100 humo mlikuwemo. Baraza la Sanaa kitendo hicho hatukitaki na kila siku tunakemea. Huyo mwenye fuso sisi tunamchukulia hatua, unaochukua huyu DJ lazima tumchukulie hatua. Nyinyi tunakupeni nasaha, lakini nasaha hii itakuwa ya mara mwisho. Siku ya pili tunahakikisha nyote mnalala ndani. Hatutaki kusikia tena kwamba uwanja huu kuna fuso limetoka sijui lilikotoka limekuja hapa. Eti kuna vijana wa Kikungwi ndio wanacheza nao, sijui game ya nini, sijui shindano nini, sijui mbuzi, sijui jogoo, uzushi mtupu. Aidha, sheha wa shehia Kikungwi ameitaka jamii kufuata taratibu na sheria za vibali wanavyopewa wakati wa maombi ya kuandaa sherehe zao, kwani kutofuata taratibu hizo, shehia ina haki ya kuzuia sherehe hizo. Tujitahidini ili kurudisha mila, silka na desturi zetu, turudie pale. Kupiga ngoma, mtu akaja na masanduku yake yale pale atapiga na mbuzi wao, lakini vijora mtu anakuja, mpira anacheza wanaume, mpira wanawake watacheza wanawake wenyewe. Haya yamejiri baada ya kukamatwa kwa magari mawili yanayosadikiwa kubeba vikundi vya timu vijora walipofunga njia wakati wa kusherehekea ujio usiku wa mwaka mpya kwa kisingizio cha kusherehekea mashindano ya mpira wa miguu yanayofanyika katika baadhi ya maeneo nchini. Nikiripoti Shamur Amur, Sunet TV.